Tuanzie Mashariki ya Kati ambapo Rais wa Marekani Donald Trump amewashutumu viongozi wa Iran na kuwaita waongo baada ya uongozi wa Tehran kupuuzilia mbali madai yake kwamba mazungumzo mapya kati ya pande hizo mbili yalikuwa yanatarajiwa kuanza hii leo. Katika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, Rais Trump amesema uongozi wa Iran una tabia ya unafiki wa kiwango cha juu kisichoaminika. Mapema leo Iran ilisema kuwa kwa sasa haifanyi mazungumzo na Marekani kuhusu kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Siku ya Jumamosi, Donald Trump alisema kuwa alisitisha mashambulizi ya angani yaliyopangwa kufuatia ombi kutoka kwa utawala wa Iran, jambo ambalo Tehran inakanusha. Hii ni hatua ya hivi karibuni zaidi katika mfululizo wa matangazo yaliyotolewa wakati wa mzozo huu wa miezi mitano, ambapo Rais Trump ametishia kufanya mashambulizi makubwa kisha kughairi hatua hizo dakika za mwisho. Bei ya mafuta duniani ilishuka leo katika masoko ya hisa barani Asia kufuatia tangazo la Rais Trump. Hivi ndivyo alivyowaambia waandishi wa habari akiwa ndani ya ndege ya Air Force One. I was asked to by Saudi Arabia. Niliomba kufanya hivyo na Saudi Arabia, UAE, Qatar na Iran. Tulikuwa tayari kuanza mashambulizi na wakati huu lingekuwa ni shambulio kubwa. Tulikuwa tayari kabisa. Lakini washirika wanapoomba kusitisha mpango huo ni lazima utulie na kutafakari. Na nadhani sababu yao kuomba hivyo ni kwamba kuna makubaliano yaliyoafikiwa. Kuna makubaliano kuhusu Hormuz na kisha kutakuwa na makubaliano kuhusu swala la nyuklia, au unaweza kuita hatua ya kuondolea Iran uwezo wa kinyuklia. Mimi huita hivyo na tunashikilia msimamo huo. Tutaona kitakachotokea. Tunaweza kufanya hivyo wakati wowote tunapotaka. Lakini tumeombwa na makundi makuu matatu na hata Iran pia inatuomba sana. Walisema tungependa kufanya makubaliano. Wakati huo Iran imesema kuwa iko katika mkondo wa kukamilisha mchakato wa makubaliano kuhusu jinsi Omani itakavyosimamia usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz. Nchi hizo mbili zinadhibiti pande zote mbili za njia hiyo muhimu ya maji ambayo imekuwa kiini cha vita kati ya Iran na Marekani. Sasa tusalie Mashariki ya Kati. Wafanyikazi wa huduma za dharura na uokoaji nchini Lebanon wamelipa gharama kubwa wakati wa vita kati ya Israel na Hezbollah. Zaidi ya watu 130 wameuawa katika mashambulizi ya Israel tangu mgogoro wa hivi karibuni zaidi ulipozuka mwezi Machi, kulingana na takwimu kutoka Wizara ya Afya ya Lebanon. Msimu huu wa joto unatimiza miaka 20 tangu pande hizo mbili zilipopigana katika vita vingine vya kikatili. Mwandishi wa BBC Arabic Kerin Torbey amekutana na mfanyikazi mmoja wa ulinzi wa raia aliyefanya kazi kwenye mstari wa mbele wa mgogoro huo na kusalia na makovu ya athari ya vita vyote viwili. Taarifa yake inawasilishwa na Leila Mohamed. Kati ya mwaka 2006 na 2026 ni miaka 20 ambapo vita vitatu vilivyoleta maafa makubwa kati ya Hezbollah na Israel na majanga na hofu zinazojirudia. Mnamo tarehe 12 Julai mwaka 2006, vita vilianza nchini Lebanon baada ya Hezbollah kuua na kumkamata wanajeshi wa Israel kwa lengo la kubadilishana na wafungwa wa Lebanon na Kiarabu walioshikiliwa na Israel. Wakati huo Ali Safi al-Din alikuwa na umri wa miaka 19 akijitolea kusaidia katika idara ya ulinzi wa raia mjini Taya, ambapo raia walikuwa wamekimbilia kukwepa vita. Miongoni mwao walikuwa mke wake na binti yake Lynn. Katika siku ya 4 ya vita hivyo, jeshi la Israeli lilishambulia kwa mabomu jengo lililokuwa na kituo cha ulinzi wa raia mjini. Ilisema wakati huo kuwa lilikuwa likilenga kituo cha Hezbollah mjini humo. Ali anasisitiza kuwa jengo hilo lilikuwa na wafanyakazi wa ulinzi wa raia na raia pekee. Nilimkuta binti yangu akiwa mikononi mwa mama yake. Kifaa cha bomu kilimpa mke wangu jeraha la mkononi. Ulionekana kama vile umekatika. Kipande kingine cha bomu kilimpiga binti yangu shingoni. Wote wawili walikuwa wameungua. Nilimbeba binti yangu. Bado alikuwa anapumua. Alikuwa amepata majeraha makubwa sana. Lynn hakunusurika. Angekuwa na umri wa miaka 21 sasa. Miaka 20 baadaye, Ali amepata msiba mwingine wenye maumivu makubwa katika vita vingine kati ya Hezbollah na Israel. Yote yalianza mnamo mwaka 2023 wakati Hezbollah ikionyesha kuunga mkono Gaza. Kusitishwa kwa mapigano kulifikiwa mnamo mwaka 2024, lakini Israel iliendelea kushambulia nchini Lebanon. Kisha mnamo Machi mwaka 2026, Hezbollah ilirusha roketi kuelekea kaskazini mwa Israel kama jibu la mashambulizi ya Israel na kulipiza kisasi cha kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran. Kufikia
Kufikia wakati huu, Ali alikuwa amepanda ngazi na kuwa mkurugenzi wa kituo cha ulinzi wa raia mjini Taya. Mwishoni mwa mwezi Aprili, aliondoka kwenda kwenye uokoaji pamoja na wafanyakazi wengine wa dharura wa timu yake kufuatia shambulio la Israel kusini mwa nchi. Walimtoa mwathirika wa kwanza, kisha shambulio jingine la Israel likapiga eneo hilo na kuua wafanyakazi watatu wa dharura waliokuwa na Ali. Tulifanikiwa kumtoa mtu aliyejeruhiwa. Tulipokuwa tukimbeba, Hadi na Hassan waliniambia, nenda ukalete gari la wagonjwa hapa karibu. Niliwatazama na kuacha wakimbeba mtu huyo aliyejeruhiwa na nikaenda kuchukua gari la wagonjwa. Nilifika na kuingia kwenye gari hilo. Nilitazama nyuma kupitia kioo cha gari. Mara ghafla niliona giza tupu na weusi. Kombora lilishuka na kupiga katikati ya kitanda cha kubebea wagonjwa. Ikawa ndiyo hivyo. Kila kitu kiliishia hapo. Jeshi la Israeli lilisema lilikuwa linamshambulia kamanda wa Hezbollah aliyekuwa akifanya kazi karibu na wanajeshi bila kutoa ushahidi. Miaka 20 tangu mwaka 2006, silaha zimekuwa za kisasa zaidi na hofu zinazoleta ni vigumu hata kufikiria. Vita ni vita, lakini kuna tofauti kubwa kati ya mwaka 2006 na mwaka 2026. Mashambulizi ya vita hivi hayaelezeki. Roketi za sasa hazielezeki, zina nguvu kubwa sana. Maumivu aliyopata Ali ni ishara tu ya mateso ambayo raia wengine nchini kote wanayapitia katika vizazi kadhaa. Katika muda wa siku 10 zijazo, taifa la Zambia litashiriki uchaguzi mkuu ambao kwa sasa umefuatiliwa kwa karibu sana na wengi nchini humo. Rais wa sasa Hakainde Hichilema aliyeonekana kama atarejea madarakani kwa urais hapo awali, sasa anakabiliwa na kibarua kigumu kutoka kwa upinzani ambao umeungana dhidi yake. Mpinzani wake mkuu ni Brian Mundubile, wakili na mbunge ambaye kwa sasa anawania urais kupitia tikiti ya muungano wa vyama vya upinzani. Mundubile ambaye hakuwa na umaarufu mkubwa sana hapo awali, kwa sasa ndiye mgombea anayewakilisha upinzani ambao awali ulikuwa umegawanyika. Muungano huo ni wa wafuasi waliosalia wa chama kilichotawala awali cha Patriotic Front na vyama vingine vidogo. Kiongozi huyo amekuwa akiwavutia watu wengi katika mikutano yake ya kisiasa, akiendeleza ujumbe wa kupunguza gharama ya juu ya maisha, ukosefu wa ajira na kile anachokitaja kama maboresho yasiyotosha kwa maisha ya kila siku ya raia wa Zambia, japo kumekuwa na udhibiti wa kiasi kidogo tu wa uchumi chini ya serikali iliyopo madarakani kwa sasa. Mwandishi wa BBC Ndigindaba Jona Buyoya amezungumza na Mundubile na kumuuliza kwa nini ana umaarufu mkubwa. High poverty levels. Viwango vya juu vya umaskini na sheria zinazowakandamiza watu ambazo serikali ya sasa imepitisha ndizo sababu ambazo zimefanya raia kuwa na ugumu wa kuwasiliana. Kwa hivyo, ujumbe tunaopata ni kwamba watu wanahisi kwamba tunawapa uhuru, wanaouita uhuru wa pili wa taifa. Hapo mwanzoni tulidhani kwamba tunakabiliana na hali ya umaskini peke yake, lakini sasa inaonekana kwamba sheria zinazokandamiza watu zina athari kubwa kwa uhuru wa watu na haki za raia. Je, unafikiri wewe ndiyo kiongozi sahihi wa kushughulikia masuala haya, ikizingatiwa kuwa ulikuwa waziri katika serikali iliyopita ambayo raia wa Zambia waliondoa madarakani hasa kutokana na mambo hayo unayozungumzia sasa? Raia wa Zambia walikuwa na wasiwasi kuhusu uhuru nchini kutokana na taasisi za umma kuingiliwa na wanachama wa chama chako waliokuwa na tabia za vurugu. Pia walilalamikia gharama za maisha, mfumuko wa bei ulikuwa juu sana wakati wa utawala wenu. Hivyo basi, kwa nini unasema wewe ni mbadala mwafaka? Naam, kwanza tofauti nilionayo mimi kama Brian Mundubile ni kuwa ninaipenda Zambia na ninawapenda raia wa Zambia. Ukitazama manifesto ya chama chetu inaangazia raia na pia wanawake na vijana, tunawatoa pembeni na kuwafanya kuwa kipaumbele cha sera yetu ya mabadiliko ya kiuchumi, na tunawafanya vijana wawe wasimamizi wa mabadiliko ya kiuchumi. Hakika, mapenzi haya ulionayo kwa nchi hayawezi kutosha kushughulikia matatizo ya Zambia. Matatizo ambayo haukuyashughulikia ulipopewa fursa ya kuhudumu. Ukiangalia jinsi tulivyoendesha shughuli zetu
Wakati tulipokuwa serikalini, kwanza tulikuwa na msimamo wazi kuhusu yale tuliyotaka kuwafanyia wananchi maskini. Kwa hakika, tulitekeleza sera zinazowajali maskini, tukianza kwa kuwekeza katika miundombinu muhimu ya msingi. Ingawa ilionekana kana kwamba tulikuwa tukishughulikia miradi mikubwa, lengo letu hasa lilikuwa kuwasaidia maskini. Hata hivyo, sasa tunahitaji kuwekeza ili kujenga viwanda, na pindi tutakapokuwa na viwanda, tutatengeneza ajira. Hiyo ndiyo njia pekee tutakayoweza kupambana na umaskini.